ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumekutana katika majlis kubwa, tumekutana katika kiwanja miongoni mwa viwanja vya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekutana katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kikao hiki ikiwa tutaweka nia ya itikafu kwa muda huu mchache ambao tutadumu kuwepo katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atatulipa malipo ya itikafu. Lakini pia kukaa katika jilsa ambayo inamzungumza Allah subhanahu wa ta'ala, yenyewe pia kuna malipo yake. Lakini pia kukaa kwenye jilsa inayomtaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, yenyewe pia kuna malipo yake. Kwa hiyo kikao hiki tukikitazama katika mtazamo wa kibinadamu unaweza ukakiona ni kikao kidogo sana, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hiki ni kikao kikubwa sana, kwa sababu hawakai watu kwenye kikao ambacho kinamtaja Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanahudhuria kwenye kikao hiko na wanakuja kuwafunika kwa mbawa zao. Mtazamo wa macho yetu ya kibinadamu ya kawaida hatuwezi kuwaona malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa maneno ya Mtume hivi sasa tuko nao malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, kabla sijaingia katika maudhui, kwanza nishukuru kwa uongozi mzima wa masjidi yetu hii Masjid Haq, lakini pia hasatan kwa imamu ambaye ni mwalimu wangu Sheikh Bakari, ni mwalimu wangu. Allah subhanahu wa ta'ala mlipe kila la kheri. Wao kwa kushirikiana na ndugu zetu wa Aiwa TV kuandaa muhadhara huu ni jambo ambalo yatakiwa tuweze kuwashukuru sana. Mtume anasema, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, asiyekuwa na kanuni ya kuwashukuru watu hawezi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio wote wanaweza wakawa na utamaduni wa kupenda kushukuru kwa ule wema wanaofanyiwa. Mwenyezi Mungu anasema, wa qalilun min ibadi yashkur,
wachache sana katika waja wangu ndio wenye kushukuru. Kwa hiyo kutoa shukrani kwa uongozi na imamu na ndugu zetu wa Aiwa TV kuandaa jambo kama hili ni katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kipindi tulichokuwa nacho kinaitwa Mjue Mtume, na mada tuliyokuwa nayo ni Mtume Muhammad na uchumi. Mada hii ni mwendelezo wa mada ya kwanza ambayo ilitolewa Kachube kule Kijitonyama, na leo ni episode ya pili, tukiwa tunakuja kuendelea kuelezea uchumi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ili niunganishe doti na nisiwaache wale ambao hawakuwepo kwenye kipindi cha kwanza, nichukue nukta moja ya msingi ili muelewe muendelezo wa mada ya leo. Tuliishia wapi kwenye mada iliyopita? Mtume alitoka Makka akahamia Madina. Kisa maarufu sana, kila mmoja anajua hijra ya Mtume Muhammad. Alipotoka Makka kuhamia Madina, Mtume alifanya vitu vitatu baada ya kuhamia katika mji wa Madina. Naizungumza hii nukta ili ninapoingia kwenye episode ya pili tuweze kupata muunganiko wa mada ya kwanza tuliishia wapi. Baada ya kuingia Madina, Mtume akafanya vitu vitatu. Jambo la kwanza, bana masjidahu sharif. Mtume alijenga msikiti. Hili ndio jambo la kwanza ambalo Mtume alijenga msikiti. Kwa nini alijenga msikiti? Ni kwa sababu ndiyo mahala ambapo Waislamu watakutana kutengeneza mipango yao. Ndiyo mahala ambapo kutakuwa na bunge la Waislamu kujadili maendeleo yao. Ndio maana jambo la kwanza Mtume, tarehe inasema bana masjidahu sharif. Mtume alijenga msikiti. Jambo la pili, ulama wa historia wanasema akha baina almuhajirin wal ansar. Mtume aliwaunganisha udugu wale watu waliotoka Makka na wale wenyeji wa Madina. Mtume akawafanya kuwa kitu kimoja. Hili jambo la pili Mtume alifanya. Na jambo la tatu, Mtume alipoingia katika mji wa Madina alijenga soko. Alijenga soko. Hili jambo la tatu alifanya Mtume baada ya kuingia katika mji wa Madina. Sasa pointi yetu ya msingi ipo hapa kwenye kujenga soko, ndipo uchumi wa Waislamu ulipoanzia, na ndiyo nukta ya kipindi chetu, Mtume Muhammad na uchumi, ili tuweze kumwelewa Mtume katika nyanja ya kiuchumi. Mtume alijenga soko. Kwa nini Mtume asingeishia kujenga msikiti peke yake, kwamba watu wakawa wanasali na kuondoka? Kwa nini Mtume akuishia kuwaunganisha watu wakawa ndugu peke yake, kwamba hao wamekuwa ndugu, wamewapokea ndugu zao waliotoka Makka wakahamia Madina? Kwa nini Mtume aliamua kujenga soko? Hapa kuna falsafa kubwa sana kwenye kujenga uchumi wa Waislamu katika mji wa Madina. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anawaelezea wale wakazi wa Madina namna walivyowapenda ndugu zao waliotoka Makka. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mwenyezi Mungu anaelezea wale wakazi wa Madina waliwapenda ndugu zao waliotoka Makka, na wala hawakuona dhiki katika nafsi zao kuwapokea ndugu zao, waliwapenda. Lakini pia vile vichache walivyokuwa navyo walikubali kushare, kuwapa ndugu zao waliotoka Makka, kwa sababu walikuwa hawana chochote, na hawakuona dhiki katika nafsi zao kama wameliwa mtihani na Allah. Hawakuona hivyo, bali waliona ni kheri iliyokuja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo masahaba walipendana. Mtume akajenga soko. Soko la kwanza
lililokuwepo katika mji wa Madina, kulikuwa na masoko matatu ambayo yote yalikuwa ni masoko ya Mayahudi. Soko la Banu Quraidha, soko la Mayahudi. Soko la Banu Qainuqa, soko la Mayahudi. Soko la Banu Nadhiri ni soko la Mayahudi. Waislamu wa Madina walikuwa hawana soko. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akaamua kwenda kujenga soko pembezoni mwa soko la Banu Quraidha. Soko lile baada ya kujengwa, Mayahudi hawakupendezwa, wakaona Waislamu wanakwenda kukwamuka kiuchumi. Akatokea mtu mmoja anaitwa Ka'b ibn al-Ashraf, akaenda akachoma moto lile soko. Mtume alipopelekewa taarifa akasema hamna shida, akaenda akajenga soko lingine. Soko la Waislamu lililojengwa mara ya pili liliitwa Suqu Munakha. Ni soko la Waislamu, lilijengwa kusini mwa mji wa Madina. Waislamu wakajenga soko lao, na soko lile likawa ndio soko sasa Waislamu wanafanya biashara zao. Na wakati huo kuna baadhi ya Waislamu waliokuwa wanafanya biashara katika masoko ya Mayahudi, akiwemo Abdurrahman ibn Auf, akiwemo Uthman ibn Affan. Ni watu ambao walibakia wakawa wanaendelea kufanya biashara kwenye masoko ya Mayahudi. Na kipindi kilichopita tulimzungumza Abdurrahman ibn Auf kama ni sahaba wa mfano ambaye aliingia katika mji wa Madina akiwa hana chochote, lakini Mtume akamuunganisha udugu na sahaba mmoja ambaye alikuwa ni mwenyeji wa Madina, aliyekuwa anaitwa Saad ibn Rabi'. Saadi alikuwa ni mwenyeji wa mji wa Madina. Mtume akamuunganisha udugu, akamwambia kuanzia leo wewe Saadi, ndugu yako atakuwa ni Abdurrahman bin Auf. Saadi alikuwa ni mfanyabiashara katika mji wa Madina, japokuwa hakuwa mfanyabiashara mkubwa kukompea na wale wafanyabiashara wa Kiyahudi, lakini alikuwa ndio mfanyabiashara wa Madina. Na Abdurrahman bin Auf alipokuwa katika mji wa Maka alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa hiyo Mtume akawaunganisha udugu, mfanyabiashara aliyetoka Maka na mfanyabiashara aliyekuwa Madina wawe kitu kimoja, wawe ni ndugu. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa B2B network, business to business network. Kuna mfanyabiashara anakuwa na network na mfanyabiashara mwenzie. Alafu kuna kitu kinaitwa business to consumer. Mfanyabiashara wakati fulani anakuwa na network na wateja, lakini huwezi kuwa na network na wateja kama hujawa na network na wafanyabiashara wenzio. Ukiwa ni mfanyabiashara wa machungwa, sharti ni kwamba uwe na network ya wafanyabiashara wenzio wa machungwa, ili wawe wanakwambia kwamba machungwa ya Muheza safari hii yanauzwa shilingi 3, machungwa ya Msanga Bembeza Uzaramoni yanauzwa shilingi 4, machungwa yanayotoka Mkuranga yanauzwa shilingi 7. Unakuwa na network ya wafanyabiashara wenzio ambao watakupa taarifa za biashara namna inavyokwenda. Kwa hiyo hapa utagundua Mtume alikuwa anafundisha principle ya kibiashara ambayo sasa hivi Tanzania kuna kitu kinaitwa Chambers of Commerce. Ni taasisi maalum iliyoundwa kwa ajili ya kuwakutanisha wafanyabiashara. Kwa mfano, wanaweza wakawa wanakuja wafanyabiashara kutoka Komoro, wanakuja kuangalia fursa za kibiashara zilizokuwepo Tanzania. Tanzania na kwenyewe kuna wafanyabiashara ambao wanahitaji kujua fursa zilizokuwepo Komoro. Kwa hiyo ile Chambers of Commerce ya Tanzania huwa inaandaa kitu inaitwa B2B network, business to business network. Wafanyabiashara wanaungana. Hii principle ya biashara wameichukua kwa Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka leo inatumika. Kwa hiyo tunavyomzungumzia mtume tuelewe tunamzungumzia mwanauchumi ambaye watu wengi hawajui kwamba principle nyingi za kiuchumi za kibiashara zimetoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abdurrahman bin Auf na Saad ibn Rabi'i wanaungana, wanakuwa ni ndugu. Na leo mada yangu nitajikita kwenye kuchukua baadhi ya principle ambazo wafanyabiashara wanazitumia, wafanyabiashara wa leo wakina Aiwa, ambao wamezichukua principle hizo kwa bwana mtume Muhammad, ila inawezekana waislamu wengi hawajui kwamba principle hizo ni za bwana mtume Muhammad. Sasa leo nitakuwa nafanya quotation, nitakuwa nafanya mukarana baina ya principle za wafanyabiashara wa leo na principle za bwana mtume Muhammad, kisha mtajua mtume alikuwa ni mwanadamu wa aina gani. Ndio maana ulama wanaposema kwamba mtume ni basharun la kalbashar, ni mwanadamu lakini sio kama walivyo wanadamu wengine, watu waelewe kuwa mtume alikuwa ni kiumbe wa aina gani, kwamba hakuna elimu utakayoizungumzia ambayo hajaifundisha bwana mtume Muhammad unayojua wewe katika ulimwengu. Hakuna. Yule profesa nilimtolea mfano katika kipindi kilichopita, anaitwa Mary Mavo. Alipoingia katika Uislamu, waandishi wa habari walipoenda kufanya press na yeye, wakamuuliza sababu iliyomfanya kuingia katika Uislamu, akawaambia Muslim are the hardest people to convert to another faith, there is nothing to offer them. Waislamu ndio watu pekee ambao huwezi kuwashawishi kuwapeleka kwenye dini nyingine, kwa sababu hakuna kitu ambacho unaweza ukawa ofa kwenye dini nyingine kitu hiko kikawa hakuna katika Uislamu. Al-Islamu huwa dinu kamil. Ukitafuta perfection, ukamilifu wa dini duniani, kwamba dini gani imekamilika, hakuna dini iliyokamilika isipokuwa al-Islam, dini ambayo imekuja kufundishwa na bwana mtume Muhammad. Mtume kawaunganisha Saad na Abdurrahman bin Auf. Saad anamwambia ndugu yake, mimi nina mashamba hapa, nikupe shamba moja. Abdurrahman anamwambia hapana, mimi bwana sihitaji shamba lako, barakallahu fi mali wa ahli, Mwenyezi Mungu akubariki katika mali zako na familia yako. Dullani ala soko, ninachokuomba unionyeshe soko lipo wapi. Abdurrahmani kakataa kupewa shamba, kakataa kupewa pesa, lakini anaomba aonyeshwe soko lipo wapi. Naunganisha hapa katika somo la leo unakuja. Abdurrahmani alikuwa ni multi-billionaire katika wakati uliopita. Alikuwa ni katika miongoni mwa watu mabilionea wakati uliopita. Je, alikwenda kufanya biashara Abdurrahman bin Auf? Jawabu naam, alikwenda kufanya biashara. Je, alipata wapi mtaji Abdurrahman bin Auf? Jawabu naam, Abdurrahman bin Auf alipata mtaji. Aliupata wapi, kwa nani Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf alipata mtaji kwa kwenda kukopa. Ndio mtaji wake wa kwanza, anaingia kwenye kufanya biashara. Wakawa wanatamani kuwapa mashamba ndugu zao waliotoka Maka, bwana chukua shamba hili, chukua hivi ulime, fanya hivi, na shamba la mtende chukua. Mtume akakataza jambo hili. Unajua kwa nini Mtume aliwakataza masahaba wasipewe mashamba bure? Kuna kitu kwenye sheria kinaitwa al-musaqat. Al-musaqat, ukisoma kwenye fiqhul muamalat utakuta kuna kitu kinaitwa al-musaqat. Musaqat maana yake ni pale ambapo wewe una shamba kisha ukamkodisha mtu lile shamba kwa makubaliano kwamba alime, mazao yatakapokuwa yamepatikana tutagawana, wewe unachukua asilimia fulani na mimi nachukua asilimia fulani. Mtume akakataza
kwamba jamani, hakuna mtu kumpa mwenzie shamba bure. Ikiwa unataka kumpa mtu shamba, fanyeni hiyo almusaqat, kwamba mtu aje alime, kitakachopatikana mgawane, lakini shamba libakie la yule mwenye shamba, mwenyeji wa Madina. Mtume hapa alijua kwamba inawezekana ukampa mtu shamba, baadaye yule mtu akalima, shamba likawa zuri, akaanza kuwa na kipato, alafu ikakujia hali ya kibinadamu, ukaanza kumsimanga, huyu bwana amekuja hapa ana kitu, shamba hili nimempa mimi. Mtume akasema haiwezekani, aje kulima, akishalima akipata mazao mgawane kati ya wewe mwenye shamba na yeye. Kwa hiyo kuna baadhi ya masahaba wakaingia mikataba ya kwenda kulima katika baadhi ya mashamba kwa kuajiriwa na kuingia mikataba maalum, lakini Abdurrahman bin Auf yeye akaingia sokoni kwenda kufanya biashara, lakini kwa mtaji wa kukopa. Ndugu zangu Waislamu, Abdurrahman bin Auf alikwenda kukopa ngamia. Niunganishe doti hapa, alikwenda kukopa ngamia. Alipoenda kukopa ngamia, yule ngamia alikuwa na kamba. Alipoingia sokoni kwenda kumuuza, wale watu Mayahudi walipomuona Abdurrahman bin Auf ameingia hali ya kuwa smart, amependeza, amekuja na ngamia, kila mmoja akawa na shauku ya kutaka kumjua huyu ni nani, katoka wapi. Abdurrahman bin Auf ameingia amependeza katika soko la Bani Quraidha. Mayahudi wakawa wanamshangaa, na wazungu wana msemo mmoja, wanasema dress to impress, yani unavovaa vizuri unamimpress mtu, atamani kufanya biashara na wewe, atamani kukusikiliza. Abdurrahman bin Auf alipendeza kwa ngamia wa mkopo, anaingia sokoni. Ndio maana kwenye biashara wale ambao wanafanya mambo ya sales, moja ya njia ya kumshawishi mteja ni lazima yule mtu wa sales avae kwa kupendeza, yani muonekano wake ule, wenyewe wanasema appearance matter, yani muonekano ule huwa unamata. Ndio maana kuna watu wanauza mabeseni mtaani, wanauza vikombe vya plastiki, ukiwaona wanavaa tai, wanavaa na moka chini wamechomekea, lakini anauza maplastiki. Ile ni mbinu ya kwenye sales, ya kwenye mauzo. Ili umshawishi mtu kuuza kitu chako, basi dress to impress, vaa vizuri ili umshawishi mteja aweze kununua. Na Mtume aliwaambia masahaba zake kwamba tanzifu bikulli mastata'tum fa inna Allaha banal islam ala an-nadafa, pendezeni, jisafisheni, kuweni wazuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameujenga Uislamu kwenye usafi. Ukienda mahala ukiwa umevaa vizuri, hata kama una kitu watu watakuheshimu. Ukienda mahala ukiwa umevaa vizuri, ukawa unauza kitu chako, kile kitu pengine chauzwa 100, lakini wewe ukauza 200, mtu anaweza akanunua kwa sababu muonekano wako unamshawishi kununua kile kitu. Abdurrahman bin Auf kaingia sokoni na ngamia ana kamba, kamfungua kamba, kaenda kamuuza. Abdurrahman bin Auf faida yake ikawa ni kamba ngamia, akachukua pesa akarudisha kwa mwenyewe aliyekopa, akakopa ngamia mwingine, akaenda akauza, akapata faida ya kamba nyingine. Baada ya wiki akawa na kamba 7. Zile kamba 7 ulikuwa ndiyo mtaji wa Abdurrahman bin Auf. Akamwambia Mtume, nimepata mtaji mimi tayari wa kufanya biashara katika soko la Bani Quraidha. Mtume akamwambia endelea kufanya biashara. Kwa hiyo kila alipokuwa stage anapiga hatua fulani, alikuwa anamfuata Mtume anampa maelekezo. Abdurrahman bin Auf akaanza kuuza biashara ya siagi, samli pale sokoni. Baadaye Abdurrahman bin Auf akawa anauza na asali. Baadaye Abdurrahman bin Auf akawa anauza na tende. Baadaye Abdurrahman bin Auf akawa anauza na maziwa. Akawa na biashara kama 4 hivi au 5 katika soko la Bani Quraidha. Akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza, na biashara 5, nifanyaje biashara? Mtume akampa mbinu ya kufanya biashara. Akamwambia, jitahidi uwe mjanja kwenye kuuza.
na ikaja aya maalum ya kumfundisha Abdurrahman bin Auf afanye biashara lakini asitoze riba. Yani kuna baadhi ya mbinu Mtume alimfundisha kwenye biashara afanye, lakini kwa kuchunga ile miamala isije ikaingia riba kwenye biashara yake. Mwenyezi Mungu akasema wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara lakini ameharamisha riba. Fanya biashara lakini kusiwe na riba ndani yake. Abdurrahman bin Auf akaenda kufanya biashara. Ni nini Abdurrahman bin Auf akawa anafanya kwenye biashara mpaka biashara yake ikawa inapendwa katika soko la Mayahudi? Mayahudi wakawa hawaendi kununua kwa Mayahudi wenzao, wakawa wanakuja kununua kwa Abdurrahman bin Auf. Kuna kitu kimoja kwenye biashara ukisoma, kuna kitabu kinaitwa Sell Like Crazy. Sell like crazy. Uza kama unauza kama mwenda wazimu, yani unauza sana. Mwandishi wa kitabu hiki anaitwa Sabri. Sell like crazy. Uza vibaya sana, uza kama mwenda wazimu, yani maana yake unauza sana. Kitabu hiki kinaelezea mbinu namna gani mtu anaweza akauza biashara yake mpaka mtu wa pembeni yake akawa hauzi. Product moja wanayouza lakini yeye anauza sana, mwenzie hauzi sana. Abdurrahman bin Auf akaja na kanuni moja inaitwa product bundle. Product bundle. Abdurrahman bin Auf ni kanuni aliingia nayo katika soko la Mayahudi. Kumbuka ya kwamba Abdurrahman bin Auf ndiyo Muislamu ambaye anafanya biashara katika soko la Mayahudi, na tayari kule kuna soko la Waislamu limefunguliwa, lakini Abdurrahman bin Auf kakatazwa na Mtume, usije huko kwenye soko la Waislamu, bakia katika soko la Mayahudi. Abdurrahman bin Auf akawa anawashinda Mayahudi katika soko lao. Alikuja na principle inaitwa ni product bundle. Principle gani hii alikuja nayo Abdurrahman bin Auf? Ilikuwa ukinunua asali unapata na samli. Ukinunua asali kwa Abdurrahman bin Auf unapata na samli ndani yake. Hii inaitwa ni product bundle. Ukienda kwenye migahawa kwa mfano kama KFC, Kentucky Fried Chicken, unauziwa kuku kisha utaambiwa tunakupa na soda bure. Unauziwa kuku nusu lakini wanakwambia tunakupa na soda bure. Ile ni product bundle inaitwa, ambayo alikuwa akiifanya Abdurrahman bin Auf katika soko la Banu Quraidha, mpaka Mayahudi wakawa wanapenda kwenda kununua kwa Abdurrahman bin Auf aliyakuwa sio Myahudi. Very automatic kwenye biashara. Abdurrahman bin Auf hapa anafundisha biashara kupitia bwana Mtume Muhammad. Very automatic. Unajua sio kwamba ile soda ukienda kununua KFC unapata bure, au ndugu yangu aiwa hapa ukienda pale Magomeni Ice Cream Center, pengine ukinunua ice cream pengine ya 3000 akakwambia pengine nitakupa na biskuti moja ya bure. Si kwamba biskuti inakuwa ya bure, hapana. Kwenye ile 3000 uliyotoa ndani yake mule kuna pesa ya kununua biskuti na yenyewe umelipa bado. Lakini kibiashara unaweza ukashawishika ukaona pengine pale nikienda kununua ice cream kuna biskuti ya bure. Hapana. Kwa hiyo ni very automatic. Mtu anakuja kununua bidhaa yako anapenda kununua kwa sababu umemwambia kuna ziada inapatikana. Leo ukienda kununua vocha au ukijiunga wanakwambia tunakupa MB 500 na dakika 10 za bure. Hakuna dakika 10 za bure. Hakuna dakika 10 za bure. Dakika zile 10 umekatwa kwenye 500 yako ulionunua vocha. Hii inaitwa ni product bundle. Unajua kwenye biashara Mtume alimfundisha Abdurrahman bin Auf kitu kinaitwa neuroscience marketing. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa ni mwalimu wa tasawuf. Alikuwa ni mwalimu wa tasawuf. Na ukizungumzia tasawuf maana yake unazungumzia physiology, ilmu nafs. Unazungumzia elimu ambayo
inacheza na nafsi ya mwanadamu na inacheza na akili ya mwanadamu. Mtume alikuwa ni mwalimu wa tasawuf. Tasawuf maana yake ni ilmu nafsi, na ilmu nafsi inacheza na physiology, inacheza na akili ya mwanadamu. Kwa hiyo Mtume alimfundisha Abdurrahman bin Auf kitu kinaitwa neuroscience marketing. Ni namna gani mtu mfanyabiashara anaweza kucheza na akili ya mteja na mteja akanunua. Jazakallahu khairi ma. Ni namna gani mfanyabiashara anaweza akacheza na akili ya mteja, mteja akanunua biashara pasipo mwenyewe kujua kama kanunua ile biashara bila kupenda. Inaitwa ni neuroscience marketing, kucheza na akili ya mteja. Ndio maana kwenye bidhaa ukienda kuuza au kununua, kuna kitu kinaitwa psychological price. Psychological price. Na Abdurrahman bin Auf alipokuwa sokoni alikuwa anayo hiyo psychological price. Psychological price ni ipi? Kwa mfano, mimi naweza nikawa na bidhaa yangu nikawa nauza 1000, kisha nikatangaza, jamani bidhaa hii nauza 999 kasoro moja tu, pointi moja itimie 1000. Mimi nikawaambia watu, jamani, kuanzia leo biashara hii siuze 1000 tena, kuna sale, kuna punguzo, nauza 999. Kimsingi kilichopungua pale ni ile shilingi moja tu itimie 1000. Lakini mteja anaweza akapenda kwenda kununua kwa sababu anaona kuna punguzo, lakini kimsingi ni kwamba ile inaitwa ni psychological price, ni bei ya kucheza na saikolojia ya mteja. Sasa Abdurrahman bin Auf alikuwa anacheza na saikolojia ya wateja kwenye soko la Banu Quraidha, akajikuta mpaka Mayahudi wanakuja kununua bidhaa za Abdurrahman bin Auf kwa sababu alikuwa ameweka hiyo product bundle. Baada ya muda Abdurrahman bin Auf mtaji wake ukawa mkubwa sana, mkubwa sana. Mtaji wa Abdurrahman bin Auf ukawa ni mkubwa sana. Abdurrahman bin Auf mpaka ikapelekea akaenda kuoa, kwa sababu tayari kashakuwa na uwezo. Ikafika mahala Abdurrahman bin Auf akawa ni mfanyabiashara mkubwa katika soko la Banu Quraidha na mji wa Madina, principal katika biashara. Abdurrahman bin Auf alipokuwa anazalisha bidhaa mbalimbali, kuna kipindi alikuwa anapata hasara. Kwenye biashara kuna ups and down, kuna kupanda na kushuka. Behind every successful man there is a painful story. Kila mtu unayemuona ameendelea, nyuma yake kuna story ngumu iliyowahi kumuumiza. Ukimuona ndugu yangu kusoma anafanya biashara, ukimuuliza pengine kuna mahala alikwenda akafungua biashara, ile biashara ikabankrupt, akafunga, akaenda akafungua mahala kwingine, ikabankrupt, akafunga, akafungua mahala kwingine, akafilisika. Ukimuuliza atakwambia. Na kila mfanyabiashara ana ups and down. Kwenye mafanikio ipo hivyo, kwenye mafanikio ipo hivyo. Yani lazima kuwe na story ambazo zimewahi kukuumiza. Niliwahi kusoma kitabu kimoja alikiandika Nelson Mandela wakati anapigania uhuru wa Afrika ya Kusini, kinaitwa The Long Walk to Freedom. The Long Walk to Freedom. Kitabu kinaelezea mapambano, namna alivyokuwa anapambana juu chini kupigania uhuru wa watu wa Afrika ya Kusini. Mateso aliyoyapitia yalikuwa ni makubwa sana, lakini mwisho wa siku alifanikiwa. Ndio maana ukienda kwenye ile jela inaitwa Robben Island, Afrika ya Kusini, ambayo Mandela alifungwa ndani yake, kwenye kile chumba cha Mandela kuna mahala aliandika pale kwamba as long as we are alive, as long as we are alive, we have time to change. Kwa kuwa bado tunaishi, tuko hai, tunao muda wa kubadilika. Kuna mahala kwingine akaja akaandika Mandela, as long as we are youth, we have time to change. Kwa kuwa bado ni vijana, tunao muda wa kubadilika. Kwa hiyo kila aliyeendelea
kuna stori ngumu iliyokuwa inamuumiza kwenye maisha yake. Mandela alifungwa na makaburu, kila mmoja anajua. Alifungwa, lakini mwisho wa siku alifanikiwa kuikomboa Afrika ya Kusini. Mtume alitukanwa na Makuraish, alifukuzwa, lakini kwenye Fathu Makkah alikuja akaikomboa Makkah. Na mwisho wa siku wale Makuraish wakawachawa kwa Mtume Muhammad. Mtume anaingia Makkah anawauliza, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm, mnadhani leo nitawafanya nini? Mtume kaenda kuikomboa Makkah, lakini walimfukuza Mtume na mipango ya kumuua. Kila aliyeendelea nyuma yake kuna stori ngumu iliyomuumiza. Abdurrahman bin Auf hakufanikiwa tu, bali kuna baadhi ya nyakati alikuwa anafilisika. Lakini alipopata mke Abdurrahman bin Auf, mmoja ya msaada uliokuwa unamsaidia Abdurrahman bin Auf mpaka akaendelea ni yule mke aliyekuwa naye ndani, alikuwa akimshauri kwenye baadhi ya mambo. Abdurrahman bin Auf kuna baadhi ya wakati biashara inakuwa ngumu, akirudi kwa mke wake anaanza kumliwaza, anampa counseling. Abdurrahman bin Auf anapata matumaini, anaingia sokoni kufanya biashara. Ndio maana mtu mmoja aliwahi kusema, behind every successful man there is a strong woman. Kila mtu aliyeendelea nyuma yake kuna mwanamke jasiri. Na ili ufanikiwe kwenye maisha, huwezi kutembea peke yako, lazima uwe na mwanamke ambaye anaweza akakusapoti kwenye maisha yako, lazima. Na Abdurrahman bin Auf alikuwa na mwanamke aliyekuwa anamsapoti. Nilitoa mfano wiki iliyopita kwenye biashara. Ukichola kwenye ile graph ya business ya biashara, kuna kitu kinaitwa business life cycle au company life cycle. Kwenye biashara kuna kitu kinaitwa introduction. Ndugu yangu Aiwa akitaka kutambulisha ice cream mpya ilo imeingia, cha kwanza atafanya introduction, ataanza kuitambulisha product yake. Na hapo wafanyabiashara wanatumia gharama kubwa sana kufanya branding awareness. Matangazo, atagawa bure ice cream wakati fulani watu wale wajue ladha. Kwenye matelevision watatangaza, kwenye maradio, inaitwa ni introduction. Wafanyabiashara wanatumia gharama kubwa sana. Hatua ya pili kwenye biashara inaitwa ni growth stage, hatua ya ukuaji. Biashara ikitoka kwenye introduction inakwenda kwenye growth stage, biashara huwa inakuwa, graph inakwenda hivi, inakuwa. Hatua ya tatu kwenye biashara inaitwa ni maturity stage. Biashara inaenda inakuwa kubwa, imepanda juu. Alafu kwenye biashara kuna kitu kinaitwa life in decline. Biashara baadaye inakwenda, watu wanaizoea, kisha wanaichoka, biashara ile inakwenda inakufa. Unaweza ukawa na ice cream yako nzuri, lakini watu wakawa wanaipenda, baadaye wakiichoka inakwenda, alafu baadaye inakuja inashuka. Sasa mfanyabiashara anatakiwa afanye kitu kinaitwa renovation. Yaani kila siku unakwenda, lakini unakuwa mjanja kwenye kubadilisha miundombinu ya kibiashara. Na Abdurrahman bin Auf alipokuwa sokoni, kila wakati alikuwa anakuja na mauzo mapya, yani mawazo mapya, kwamba nifanyeje biashara yangu niweze kuuza. Ndio maana kampuni ya simu ya Nokia imebankrupt. Leo mimi natumia iPhone, kuna mwingine hapa anatumia Samsung, kuna mwingine hapa anatumia simu ya Kichina Itel, kuna mwingine hapa anatumia simu gani. Ukiangalia tuliokuwa humu ndani, kama kuna mtu anatumia Nokia, pengine mtu mmoja. Nokia imeenda wapi? Nokia imebankrupt, imefilisika. Na sababu ya kufilisika ilikuwa ni nini? Mkurugenzi wa simu ya Nokia wakati anaelezea sababu ya Nokia kufilisika, akasema ni lack of innovation, ni ukosefu wa ubunifu kwenye biashara. Ndio maana ikapelekea Nokia ikabankrupt, ikafilisika. Mpaka leo Nokia haipo sokoni. Japokuwa ilikuja ikanunuliwa na Bill Gates na Microsoft, lakini bado mpaka leo Nokia imeshindwa kupenetrate katika market. Bado iPhone yanamkimbiza, bado Samsung yanamkimbiza, na baadhi ya simu nyingine. Nokia mpaka leo imepotea. Kwa nini? Walikosa innovation, ubunifu kwenye biashara. Lakini Abdurrahman bin Auf kwenye biashara yake alikuwa ni mbunifu, japokuwa alikuwa anaanguka.
Lakini kuna baadhi ya wakati alikuwa ananyanyuka na alikuwa anabuni kila kukicha mbinu mpya ambazo leo watu wamezichukua zile mbinu, wameziweka kwenye elimu ya mambo ya sales, mambo ya mauzo, wanazitumia mpaka leo wanafanikiwa. Lakini ni ubunifu wa Abdurrahman bin Auf aliyokuwa ameutoa kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kwenye biashara katika soko la bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu walikuwa wanakwenda kufanya biashara. Nimalizia hapa nukta yangu ya msingi. Watu walikuwa wanakwenda kufanya biashara katika soko la bwana Mtume Muhammad. Soko lile la bwana Mtume Muhammad kulikuwa na masharti, na Mtume aliweka masharti akasema, la tatahajjaru wala tatakharraju, asitoze mtu kodi na wala asifukuzwe mtu katika soko la Waislamu. Anayekuja kufanya biashara afanye biashara. Nimesoma kitabu kimoja cha yule mfalme wa Dubai, Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ameandika kitabu kinaitwa My Vision. My Vision. Dubai 1932, 1932, Dubai ilikuwa ni jangwa. Dubai kulikuwa hakuna maghorofa. Dubai haikuwa ni business center katika dunia kama ilivyokuwa leo. Dubai ilikuwa ni jangwa. Leo unapozungumzia Dubai, unazungumzia ndio nchi ambayo ina ghorofa refu zaidi, manake wameendelea. Ina ghorofa 163 Burj Khalifa. Ghorofa 163 Burj Khalifa. Ni mji ulioendelea sana. Mwaka 1932 kulikuwa ni jangwa. Dubai iliendelea katika mkakati wa aina gani? Yule Muhammad bin Rashid Al Maktoum alichukua principle za bwana Mtume Muhammad. Zile principle za kwenye soko la Mtume ndio unaona mpaka leo Dubai imeendelea kimaendeleo. Na ndio ukaona mpaka masahaba wengine wakawa ni matajiri wakati ule kwa sababu ya principle za bwana Mtume Muhammad. Dubai walikaribisha wawekezaji kutoka nje, ikiwemo Waingereza, kuja kuchimba mafuta katika mji wa Dubai. Walipokuja kuchimba mafuta, Muhammad bin Rashid Al Maktoum, ukisoma kwenye kitabu chake My Vision, anaeleza ya kwamba tuliweka kanuni ya duty free, kwamba mwekezaji anapokuja kuinvest hatotozwa kodi kwa muda wa miaka 10. Hatotozwa kodi kwa muda wa miaka 10. Wafanyabiashara wengi duniani wakapenda ile principle, wakaenda kufanya biashara Dubai, wakawekeza. Muhammad bin Rashid Al Maktoum alikuwa na akili yake, kaichukua kwa Mtume. Tambua ya kwamba kwenye soko munafa, soko la Mtume kasema hakuna kutozwa mtu kodi. Wafanyabiashara waliokuwa kutoka Sham wakapenda kufanya biashara katika soko la Mtume. Mtume akatengeneza mzunguko wa pesa mkubwa sana kwenye soko lake. Muhammad bin Rashid Al Maktoum akatengeneza mzunguko mkubwa sana wa pesa katika nchi ya Dubai kwa sababu ya wawekezaji wamekuwa ni wengi. Principle ile tumeapply mpaka Tanzania, principle ya Mtume. Leo Tanzania mwekezaji akija ana miaka 5 ya kufanya biashara bila kutozwa kodi. Hiyo ipo. Anawekeza kwa muda wa miaka 5 bila ya kutozwa kodi. Baada ya hapo ndio anaanza kutozwa kodi. Kitendo cha mwekezaji kuja, kuna watu wanapata ajira kupitia ule uwekezaji. Pesa, mzunguko wa pesa unaongezeka. Ndio unaona soko la Mtume likawa na maendeleo, na watu wakawa hawaendi tena katika soko la Mayahudi, na Mayahudi wakaanguka kiuchumi. Baada ya miaka kadhaa, Mayahudi wakaanguka kiuchumi kwa sababu ya principle ya kutokuwatoza wawekezaji kodi. Rejeeni kwenye kitabu cha My Vision cha Muhammad bin Rashid Al Maktoum, anaelezea namna alivyochukua principle ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Muhammad ibn Rashid Al Maktoum kuna principle nyingine amesema ameichukua kwa bwana Mtume Muhammad.
akaeleza, anasema positive thinking is important. Mtazamo chanya, positive thinking, mtazamo chanya ni muhimu sana katika mchakato wa kimaendeleo. Mtume aliwaaminisha masahaba kwamba tunaweza. Unajua wale wakazi wa Madina walikuwa wamepigwa na ile propaganda tulioeleza katika darasa iliyopita, divide and rule, farq tasud, wagawe watawale, na wao wakawa wanaamini kwamba hatuwezi. Lakini mtume alikuja kuwaondolea hiyo mentality, hiyo mindset ya kujiona kwamba hawawezi, na mtume akawaaminisha mnaweza. Mtume akawaingiza sokoni, na kweli baada ya muda Madina ikabadilika. Zamani ilikuwa inaitwa Yathrib, lakini baada ya Madina kubadilika ikaitwa Al-Madinatul Munawwara kwa sababu ya bwana Mtume Muhammad. Madina ikabadilika, watu wakawa na uchumi kwa sababu mtume aliingia akabadilisha fikra. Ndio maana Muhammad bin Rashid al-Maktum kwenye kitabu chake akasema, nilichukua principle ya mtume pale ambapo alipokuwa ameamua kuwabadilisha fikra zao. Na niwaambie utajiri umejificha kwenye fikra ya mwanadamu, na utajiri ni fikra. Ikiwa mtazamo wako ni wa kifukara, wa kimaskini, tunaweza kukupa bilioni 1 sasa hivi, baada ya miaka 5 au 3 shilingi 10 una. Utajiri ni fikra, mindset, mentality. Lakini kuna mtu unaweza ukampa milioni 1, baada ya miaka 5 utamkuta ana bilioni 1. Kuna mtu umempa bilioni 1, baada ya miaka 5 ana kitu. Kuna mtu unampa milioni, baada ya miaka 5 ana bilioni 1. Fikra, mtume aliwabadilisha watu fikra kwamba inawezekana. Ndio maana mtu mmoja aliwahi kusema, changes comes from inside, it's not outside. Mabadiliko kwanza yanaanzia ndani ya watu. Ndio maana mwanzo nikawaambia mtume alikuwa ni mwalimu wa tasawuf. Ndio maana akawafundisha ile psychological price, bei namna gani ya kumuuzia mteja, kucheza na saikolojia ya mteja. Duniani leo ukisoma, nimalizia hapa tuadhini. Duniani leo ukisoma, kisha nitakuja kwenye kipande nilichobakisha. Duniani leo ukisoma, kuna kitu kinaitwa neuroscience marketing. Ukienda supermarket, kuna kitu kinaitwa Lay's. Lay's kama unavyoona zile clips. Ukitembea pale Magomeni barabarani utakuta wanauza miogo imekatwakatwa au viazi kisha vimekaangwa. Ukienda supermarket, kuna kitu kinaitwa Lay's. Ile Lay's ukiitafuna, ukiingata mdomoni, ukiitafuna unasikia kuna mlio ya ta. Ule mlio umetengenezwa maalum, yani ile clip, zile clips zimekwenda kukaangwa kwenye kiwango maalum, kiasi ambacho ule mlio unamuattract yule mlaji apende kuendelea kula zile clips. Kwa hiyo watu wa marketing wameenda mbali zaidi, mpaka wanacheza na ubongo wa mnunuaji kwamba akitafuna hii kuna mlio ausikie. Kuna rangi ukiweka kwenye bidhaa yako inamuattract yule mnunuaji, anapenda kununua. Inaitwa ni neuroscience marketing. Watu wanacheza na saikolojia ya mteja. Ndio dunia ya leo ilipofika. Lakini ni nani kaifikisha hapa? Ni elimu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mtume alibadilisha fikra. Na Muhammad ibn Rashid al-Maktum anasema Dubai, kabla ya kuibadilisha, kwanza alianza kubadilisha fikra za watu wa Dubai. Ndio baadaye wakaingia kwenye kuijenga Dubai. Watu wakawa wako tayari, wanaelewa. Watu wakawa wako tayari kwenye maendeleo kwa sababu ya fikra zao. Sometimes umaskini unatokana na negative thinking, mitazamo duni, mitazamo ambayo ni negative. Ndio maana inampelekea mtu anajiona kuwa mimi siwezi kufanya biashara, mimi bwana nimeumbwa wa kukosa. Tena mwingine anakuambia bwana hii ni kadari ya Mwenyezi Mungu umaskini. Hapana bwana, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako ya dunia bwana. Ndio maana Abdurrahman bin Auf alikuwa anafanya biashara na mtume akajenga soko ili Waislamu waingie sokoni wafanye biashara wawe na uchumi. Inshallah tuadhini, kisha baada ya adhana tumalizie nukta moja, tusali sala ya Isha inshallah.
Allahumma salli wa sallim. Ili tufanikiwe, we have to change our mindset. We have to change our attitude, mentality. Lazima tuwe tayari kubadilisha fikra zetu. Jambo la kwanza, ili mtu uweze kufanikiwa kiuchumi kama walivyofanikiwa masahaba kupitia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, lazima uwe na financial discipline. Kuwa na kanuni ya kuwa na nidhamu ya pesa. Abdurrahman bin Aufi alikuwa na nidhamu ya pesa, financial discipline. Kama huna nidhamu ya pesa, maendeleo sahau kuhusu kunyanyuka kiuchumi. Financial discipline, earning, saving, investing, alafu ndo spending. Tengeneza chanzo cha mapato, hifadhi, tunza pesa, wekeza, alafu ndo unakwenda kwenye matumizi. Lakini usiingize pesa kisha unakwenda kwenye matumizi moja kwa moja. Lazima uwe na kanuni ya kutunza pesa, uwe na kanuni ya kuwekeza, kisha ndo unakwenda kutumia. Kwa hiyo lazima kuwe na financial discipline. Lakini jambo lingine, kuwe na personal development discipline. Kila siku lazima ujipime. Nilipotoka, nilipo na ninapokwenda. Your 2 days should never be the same. Siku zako mbili zisifanane. Jana kama ulikuwa hapa, kesho hakikisha umepiga hatua kwenda sehemu nyingine. Kama unajiona leo uko Magomeni, maisha yako magumu, siku zote ili ufanikiwe, usipende kukaa kwenye comfort zone. Mtume alifanikiwa baada ya kutoka Maka kuhamia Madina. Kahama, katoka pale Maka kaenda Madina, kule ndio akafanikiwa, akaja kuikomboa Maka. Ili ufanikiwe, usipende kukaa mahala ambapo ni comfort, ile comfort zone, kwamba mimi nimezaliwa Magomeni, nimekulia Magomeni na nyumba ya urithi. Utaendelea kubakia na maisha magumu ila kiyama saa. Toka kwenye comfort zone. Lazima kila siku ujipime. Nilipotoka, nilipo na ninapokwenda. Siku zako mbili zisifanane. Lakini jambo la tatu ni time discipline. Jitahidi uwe unachunga nidhamu ya muda. Yani isiwe, wiki iliyopita nilisema kijana wa Kiislamu unaamka saa 6 mchana. Na Mtume anasema albarakatu fil bukuri. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baraka inapatikana alfajiri, wewe unalala mpaka saa 6. Ukitoka saa 6 unakwenda kijiweni pale Mikumi, unakwenda unakaa unapiga zako story mpaka saa 12 unarudi nyumbani, kuna ugali wako unafunua. Time discipline, kwamba muda wako unaomaliza kwenye mazingira ya aina gani ili ufanikiwe kiuchumi na kimaisha. Time discipline. Jaribu kuchunga muda wako vizuri. Jaribu kutengeneza ratiba zako vizuri kwa siku, na ratiba 1, 2, 3, 4. Mtu mmoja anaitwa Abul Ula aliwahi kusema thalathatun laysa laha iyabu, mambo matatu yakiondoka hayarudi. Alwaqtu washababu waljamalu, muda, ujana na uzuri. Muda ukiondoka hauwezi kurudi. Kwa hiyo time discipline, hakikisha unatunza vizuri muda wako. Jambo la mwisho ni people relationship. Ni watu wa aina gani unaamiliana nao.
sometimes tunafeli vijana wenzangu kiuchumi na kimaisha, ni kutokana na cycle ya watu waliokuwa nayo. People are very negative. Kuna watu ambao wako negative. Jitahidi sana kwenye maisha yako utafute watu ambao wanaweza wakakutoa sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Marafiki wajinga achana nao. Na watu wengi sometimes wanafeli kimaisha kwa sababu ya kuzungukwa, ile surrounded by negative people. Kuzungukwa na watu ambao ni negative. Siku zote marafiki zako ndio wao panyarodi, kuvaa suruali za kubana, hawana mipango yoyote, wao wanaweza kwenda klabu tu, wao hawana mpango wote wa kimaisha. Chagua mahusiano yaliyokuwa bora, utaweza kufanikiwa. Inshallah tukomea hapa, muda wa sala umefika. Ni shukuru tena kwa mara nyingine, nimshukuru ndugu yangu Aiwa, mkurugenzi wa Aiwa TV, lakini pia nimshukuru uongozi na imamu kwa ujumla, lakini pia niwashukuru na nyinyi Waislamu kwa kutenga muda wenu kwa kunisikiliza, kwa sababu mzungumzaji akienda kuzungumza mahala huwa anapenda aikute ile audience ndio mzungumzaji anasikia raha kuzungumza. Kwa hiyo mmetenga muda wenu, mmenisikiliza. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Sina cha kuwalipa. Mtume anasema man sana ilaikum ma'rufan fakafiuhu fa in lam tajidu, ikiwa utakosa la kuwalipa fad'u lahu, basi waombe dua wale watu. Allah subhanahu wa ta'ala atakulipeni kila la kheri. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kuna mtu ana swali moja anaweza akauliza kabla ya kuingia katika sala. Tafadhali mashkura. Swali moja tu. Yeye mwenyewe kujisiri sawa sawa kwenye ile biashara yake anayofanya, anaweza akafanya. Lakini ikiwa unaona una uwezo wa kumzuia mke wako kwenye kufanya biashara, ukamwambia baki nyumbani, pia Uislamu unaruhusu ukamzuia mke wako abakie nyumbani asifanye biashara. Lakini haikusema kuwa ni haramu mutlaqan kwamba mwanamke ni haramu kufanya biashara. Je, kwenye soko la Mtume wanawake walikuwa wakifanya biashara? Tayib, wako wanawake waliokuwa wanatoka Sham kuja kununua tende za ajwa katika soko Munafa, soko la Bwana Mtume Muhammad. Madina ni ardhi ambayo uchumi wake unatokana na kilimo cha tende, na wale wafanyabiashara waliokuwa wanatoka Sham, Yemen, walikuwa wanakuja na ngano, walikuwa wanakuja na maharage na vitu vingine, wanakuja kufanya barter trade katika soko la Bwana Mtume Muhammad, na wengine walikuwa wanakuja kununua tende na baadhi ya bidhaa nyingine, na wale watu wa Madina walikuwa wakichukua bidhaa kutoka kwa wale. Kwa hiyo wakati fulani walikuwa wakibadilishana. Katika wale wafanyabiashara wapo waliokuwa wanawake wanakuja, na wengine walikuwa kuja kuuza manukato, mafuta mazuri ambayo yalikuwa yanakuja kuuzwa pale Madina, kutoka Baghdad, Iraq, wanakuja kuuza pale. Walikuwa ni wanawake. Kwa hiyo wapo wanawake walikuwa wanaruhusiwa kuingia, lakini kwa kufuata sheria na misingi ya aloweka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo wapo wanawake walikuwa wanafanya biashara katika soko la Mtume, ambao walikuwa wanakuja kutoka sehemu mbalimbali duniani. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Inshallah naona muda umekwenda sana, tutosheke na hapa, na majukumu mengine huko baada ya hapa. Tuendelee kuwashukuru tena kwa mara pili. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.